Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imekuja na mabadiliko ikisema kwamba hawakuwa na mpango wa kuiangusha serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, bali kufanya mabadiliko katika mfumo wao wa kiutawala. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa mazungumzo kuhusu mabadiliko ya utawala nchini Iran hayakumaanisha lazima kuondoa kabisa utawala uliopo madarakani, lakini yalihusu kubadili tabia na mwelekeo wa uongozi wake. Kauli hii ya Marco Rubio ni pale alipozungumza na shirika la habari la Fox News, ambapo amesema huenda kusiwe na mabadiliko ya utawala kwa maana ya kuipindua serikali, lakini akaongeza kuwa sera na mwenendo wa Iran vinapaswa kubadilika. Ndicho ambacho kwa sasa wa Marekani wanakitaka. Ikumbukwe mwishoni mwa mwaka 2025, moja kati ya mipango ambayo rais wa Marekani Donald Trump alisema ni pamoja na kuondoa utawala wa Marekani pale ambapo wa Iran walianzisha maandamano kutokana na hali mbaya ya kiuchumi katika taifa hilo, huku yeye Donald Trump alipoona kwamba kulikuwa na udhibiti mkubwa wa raia katika maandamano hayo, akasema kwamba lazima ashirikiane na wananchi hao kuondoa utawala uliopo madarakani. Huu ndio ulikuwa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump. Lakini pia hata baada ya kuingia katika mapambano rasmi mnamo mwishoni mwa mwezi Februari kwa kushirikiana na Israel, Marekani iliweka wazi kupitia rais Donald Trump kwamba mpango mkuu wa Marekani kwa sasa ni kuondoa utawala uliopo madarakani wa Ayatollah Khamenei, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaondoa silaha za nyuklia katika taifa hilo la Kiajemi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, moja kati ya mkakati mkubwa ambao Marekani na Israel walikuja nao ni pamoja na kuhakikisha wanawaua viongozi wakuu wa serikali hiyo, akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei, lakini pia viongozi wengine wa kisiasa pamoja na kijeshi. Kadhalika kufanya mashambulizi makubwa zaidi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa lengo kwamba lazima raia waandamane ili tu wauondoe utawala huo. Na hata katika siku za hivi karibuni, moja kati ya mipango ambayo wa Marekani wamekuwa wakizungumza ni kwamba lazima wahakikishe kwanza wanatengeneza hali mbaya ya uchumi katika taifa hilo, na baadhi ya mashauriano ya maafisa wa Marekani ni kwamba ikiwezekana Marekani isiendelee na vita, bali iendelee na kuweka vikwazo ili wananchi waandamane na hatimaye kuipindua serikali hiyo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio sasa anadai kuwa kwa miaka mingi Iran imekuwa ikifuata sera za kupanua ushawishi wake nje ya mipaka yake, akisema lengo lake ni kuitawala Iran, si kuitawala Iran pekee, bali pia ni kuwa na nguvu kubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hivyo mpango wa sasa ni kuhakikisha Iran inakuwa na sera tofauti na sera zilizopo wakati huu, kwa maana sio kubadilisha uongozi kwa maana ya kuwaondoa viongozi waliopo madarakani, bali kuhakikisha viongozi hao wanakuwa na sera mpya ambazo hazifanani na utawala wa Ayatollah Ruhollah ama Ayatollah Khamenei. Lakini pia wanataka Iran iwe na mfumo mwingine wa kiutawala isiokuwa wa ukandamizi kama wao wa Marekani wanavyodai. Amesisitiza kuwa hali hiyo inapaswa kubadilika na kwamba njia pekee ya kuilazimisha Iran kubadili mwelekeo wake ni kuiwekea gharama ambazo haiwezi kuendelea kuzibeba. Kwa mujibu wa Rubio, kubadili jinsi serikali ya Iran inavyojiendesha ni jambo tofauti na kuangusha utawala wake, kwani mabadiliko na tabia na sera ni mchakato unaoweza kuchukua muda mrefu. Rubio alisema makubaliano ya nyuklia yanaweza kufikiwa na kufuatiliwa kwa urahisi, lakini kuifanya Iran iachane na sera zake za ushawishi katika Mashariki ya Kati ni kazi ya muda mrefu, jambo linalomaanisha kuwa shinikizo dhidi ya Tehran linaweza kuendelea kwa kipindi kisichojulikana. Kwa maana hiyo, ni wazi kwamba Marekani imeshindwa kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio anakiri hadharani kwamba wameshindwa kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hivyo maana halisi ya kile walichosema kwamba wanataka kufanya mapinduzi katika utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si kuangusha utawala, bali ni kubadilisha sera zake katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na watafanya kazi hiyo kwa muda mrefu usiojulikana. Mtazamaji, nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment
Nini unachokiona kwa Marekani? Je, wameshindwa kupindua utawala na sasa wanakuja na sera zingine katika namna ya kubadilisha mfumo wa utawala nchini Iran, ama unaonaje? Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.